Mimi naitwa Abdul Rajab Zahoro, ambaye ni mtoto wa Rajab Zahoro. Tulifanya mkataba huu wa nyumba yetu ya Agre namba 23 na bwana Edward Egnos Mushi kwa ajili ya ujenzi wa gorofa na maduka. Lakini tumefanya mkataba huo mpaka tulipofikia mwisho. Tulimuita huyu bwana kumuulizia, kwa sababu alisema atajenga gorofa 2, kajenga gorofa 1. Na hiyo moja aliyojenga tulimuita mahakamani kumuulizia, je bwana, hii moja utamaliza lini? Kwa hiyo yeye sasa hakujibu lolote pale, bali alisema nitajibu, ngoja nende. Alipoondoka, aliporudi tena katika siku ya 4 ya 5 kufika pale mahakamani, tukaona wale watoto aliwaita, akenda akawadanganya. Wakaja pale wale watoto wakasema kwamba wao wale watoto wanajitoa. Sasa mimi nikauliza, hawa ni wajukuu, si warithi wa nyumba hii. Warithi ambao tuliolisi wengine umeshakufa, tulibakia watu 4. Ndio tuliofanya mkataba huu. Na bahati mbaya 2 wenzetu wameshakufa. Nikabakia mimi na ndugu yangu. Sasa hawa watoto wanasema wanajitoa. Wao wanajitoa wapi? Wao ilibidi sisi tufanye mpangilio wote, baadaye tuwape hela kidogo kwa ajili ya mama zao, kwa sababu hawa ni wajukuu na baba zao wengine. Basi yule bwana waliposema wanajitoa, yule bwana akasimama akasema mimi nitawapa milioni 300. Mimi nikamwambia, wewe kama nani utoe 300 kuwapa hawa watoto? Hawa ni wajukuu, sio wenye nyumba, na wewe ni mpangaji, sio mwenye nyumba. Basi tukabishana mpaka hakimu akasema, msikilize huyu kwanza, mpaka hapo baadaye mtakuja kusikilizana. Nikamwambia mimi siwezi kumsikiliza kwa sababu yeye anazungumza uongo. Yeye ni mpangaji ambayo yuko kwenye mkataba, hayuko katika mambo ya ya kununua. Na hakuna kikao hicho tulichokaa sisi kusema tunamuuzia. Sisi tulikaa kikao kwa ajili ya kumwita hapa mahakamani kumuuliza habari ya ile gorofa ya 2 hajajenga. Basi alipomaliza hivyo, hakimu akanambia mimi, usipige kelele, wewe nenda, mje baadaye huyu bwana. Na nikamwambia mimi tena siwezi kurudi kwa sababu kitu tulichomwitia hapa hajakijibu. Nilipoondoka tena huyu bwana akawaita wajukuu ofisini kwake kama yeye mwenye nyumba. Akawaambia kwamba mimi nitawapa hela. Ndipo akanipigia simu akaniuliza, je, hawa watoto wamekuja niwape hela ngapi? Nikamwambia mimi nyumba yangu siuzi na wala sijakwambia utoe wewe pesa, wewe ni mpangaji. Kwa sababu mimi ndo mwenyewe, ningekuja mimi mwenyewe nikakwambia nikopeshe niwape hawa watoto ambao wanaotaka kujitoa. Lakini sio kusema kwamba wewe ndio uwape hela hiyo. Mimi nikakataa. Basi nilipokataa, mimi niko nje huku, yeye kule akawagaia wale watoto 50 mara 5. 50 mara 5 ni 250. Je, nyumba yangu Kariakoo mimi sijatangaza kwamba nauza. Ile nyumba bado kwenye mkataba, ukisha mkataba iachie. Basi nimekaa akamdanganya na ndugu yangu na akenda akachukua 50, jumla ikawa 300. Mpaka wale watoto wa kaka zangu pia wengine kawadanganya. Walipochukua hiyo hela, mimi nikasema nyumba yangu sikubali, siuzi. Yeye ndio akatengeneza yeye mwenyewe kule ofisini kwake barua na picha, kawapiga pale, kaweka na saini zao, akaleta mahakamani. Kufika mahakamani mimi nikasema kwamba hii nyumba yeye anasema kanunua. Hii kikao cha ununuzi kilifanywa wapi? Mimi sina haja na mambo haya. Na hii hela aloleta hapa mahakamani mrudishieni. Siitaki kwa sababu siuzi nyumba yangu. Ndipo nikapata barua, nikaenda mahakama ya ardhi. Mahakama ya ardhi nimekwenda kule, wakanambia tukajibishana mpaka kadanganya kwamba eti kaka yangu aliokopa ile 100 kutaka kuwapa watoto na ile 20 ambayo alikuwa nadaiwa kwa ajili ya mtu mwingine alitaka kujenga, kwa sababu alivunja akakaa miaka 3 pale. Yeye anasema kwamba alinunua kutoka kwa kakangu.
2010. 2010 gani na wakati yeye hajajenga hata ile jengo? Basi mimi nikakataa yote yale, nikajibu. Hakimu wangu, advocate wangu akajibu. Alipojibu basi ikabidi yule bwana akae kimya mpaka hii leo, na mimi nikasema nyumba yangu mimi siuzi. Ndipo mahakama ya ardhi ikanambia nenda kasimamie mwenyewe mirathi hii. Yule mtoto ambaye alosimamia alikuwa ameshakufa, na huyu ndugu yangu nao kamdanganya, wende ukasimamie ili upate taarifa nzuri ya nyumba yako. Ndo mimi mwenyewe sasa nimesimamia mirathi hii, ambayo karatasi ndo hii hapa. Mimi ndo msimamizi mwenyewe wa nyumba ile sasa hivi, na nataka nijue kwamba mpaka dakika hii hajafanya kitu chochote. Kwa hiyo mimi kule mahakama ya ardhi kule wakanipa barua, nikatoka nikaja kutengeneza hapa hati. Nilivyotengeneza nikenda zangu ardhi kule, kwenda kule ndakuta kaandika barua na kuweka kama yeye ndo mwenye nyumba, ambayo ile jina la nyumba yake tuseme shirika lake Kulinge. Mimi nikasema hii nyumba hatujamuuzia, wala sio shirika lake, wala sio hii nyumba yake. Basi tukatoka tukaenda mpaka mahakama ya City ardhi, tukakuta jina liko lile lile la marehemu baba, tukakuta hati ile la marehemu baba. Nyumba ni mali yetu, ambayo msimamizi alikuwa kakaangu. Hapa hiyo tumekaa na yule bwana mpaka dakika hii hajairudisha ile nyumba, na sehemu yote iko kaitwa kila pahali kwamba arudishe ile nyumba, hajarudisha. Sasa mimi naomba serikali wanisaidie. Nimekwenda mpaka kwa waziri mkuu na ndazidi kwenda tena mbele, ili ile nyumba yangu iachiliwe, kwa sababu yeye si mhusika wa nyumba ile. Yeye ni mjenzi na amepanga kwa mkataba, na mkataba ushaisha toka 2019 mpaka hii sasa hivi na 21 hii tunamaliza. Hela zote maduka yale ya kwangu pia kayazuia yeye, mimi sipati senti 5. Kazuia yeye yote hayo maduka, mimi sipati senti 5. Kwa hiyo mimi naomba serikali, kwa sababu toka alivyozuia 2014 mpaka hii leo, yale maduka mawili na ile tuseme matatu yote, kama ni hela yake ingekuwa amesharudi, au kama serikali ikipiga hesabu aiachie ile nyumba, tujue hela alichukua ngapi. Na hela alizotoa kwa watoto ni milioni 300, ukijumlisha na ile aliyokopa marehemu kakaangu 100, inakuwa 400 tuseme na 20. Mimi niko tayari irudisho hiyo hela, na nitamrudishia, na nishamwambia kwamba yeye aiachie ile nyumba. Mimi tutamrudishia ile nyumba, ile hela, na nyumba irudi kwanza mikononi kwetu, tujue pale maduka yale kajenga 32, hela zote anachukua yeye, mpaka juu ile gorofa moja alojenga. Sisi hatupati senti 5. Kajaribu kudanganya kwa watoto ili kudhurumu. Wewe ni mpangaji, utaandikaje wewe kwamba tathmini ya mauzo? Wewe nani aliyokuambia kwamba tunauzia, na wakati nyumba iko kwenye mkataba? Kwa hiyo naomba serikali inisaidie, waziri wa ardhi pamoja na mkuu wa mkoa pamoja na mwenyewe waziri mkuu, nimeshakwenda wanisaidie. Nimekwenda TAKUKURU, mpaka leo TAKUKURU hawajajibu lolote. Nimekwenda mimi mwenyewe mpaka Dodoma, ili kusudi hii nyumba iachiliwe, iwe mikononi mwangu. Kama kuna jambo lingine anataka, ingebidi anite mimi mwenyewe nizungumze naye, bwana mimi naitaka hii nyumba. Basi hayo ni maelewano mengine, kwa sababu mkataba umeshakwisha. Kwa hiyo ninachoomba serikali, naiomba inisaidie mimi Abdul bin Rajab Zahoro, ambapo pia kwa jina lingine nilikuwa naitwa bwana Kibunzi. Nilikuwa nachezea Sunderland wakati huo, wananielewa watu wengi sana mimi hapa.
nimechezea Sunderland na nimechezea mpaka Simba tumeifungua sisi wakati wa marehemu Karume. Kwa hiyo mimi ni pia najulikana ni mchezaji na nimefanya kazi katika shirika la Gapex Tabora mpaka Mbeya, mpaka nimerudi Dar es Salaam, imevunjwa nikaingia Mohamed. Nikafanya kazi Mohamed, mimi nimefanya sana kazi Mohamed. Hicho ndo kitu ambacho kilichonifanya mimi, kwa sababu nilikuwa nakwenda sehemu kutembelea mikoa mbalimbali, Mtwara, Arusha, Babati kule. Nimefanya sana kule. Sasa huku nyuma niliwaachia ndugu zangu kawadanganya wote, mpaka yule marehemu kakaangu ambayo aliumwa akalazwa Muhimbili. Kule Muhimbili nao yule alikuwa anaumwa ugonjwa wa mkojo kutoka. Haya kafa kabisa. Kwa hiyo swala hili sisi tulikuwa tunafatwa kwa kuonewa kwa sababu hatuna hela zaidi kama yeye. Yeye anapokwenda popote akizungumza anatoa pesa. Basi serikali naiomba inisaidie mimi ili nyumba yangu irudi, kwa sababu huyo hakutaka ile imani yake ya kusema kwamba ngoja nimwite mwenyewe tupatane kama mimi naitaka nyumba. Lakini hajafanya hivyo, yeye kafanya kuongopa na kuandika mabarua chungu mzima. Serikali yangu inisaidie, namuomba Rais Samia, namuomba Waziri Mkuu Majaliwa ambaye ananifahamu vizuri mimi, namuomba Waziri wa Ardhi Lukuvi, naomba mkuu wa mkoa. Mara kwanza nilikwenda hapo, niliandika kwamba mimi nyumba yangu iko kwenye mkataba, ikisha nirudishie bwana kwa mkoa wakati ule alipokuwa yule Makonda. Kwa hiyo naomba na wakuu wa kurugenzi wa TAKUKURU vile wanisaidie, kwa sababu barua zangu nyingi nimepeleka pale hazijajibiwa wala sijajua lolote. Mimi naadaiwa kutokana mimi niko ovyo. Sasa hivi nimeshalitaya kazi, niko nyumbani, sipati pesa zozote. Kwa hiyo yule bwana yuko katika kuniadaa mimi, anajua mimi sina lolote, siwezi kufanya lolote, lakini serikali yangu ipo. Nataka serikali inisaidie, na wote nimewataja mimi ndio wananifahamu, mpaka mwenyewe Majaliwa ananifahamu mimi. Nilikuwa wakati huo mcheza mpira, nilikuwa nacheza Bwana Kibunzi, jina langu maarufu sana hilo, ili la Abdu ambalo ndio la kunani, lakini Kibunzi lilikuwa la matani alinipa babu yangu na likavuma hilo. Kwa hiyo mimi jina langu maarufu lilikuwa ni Abdu Rajab Zahoro. Nisaidie mimi niipate nyumba yangu. Huyu bwana ameshaitaifisha. Mimi sipati senti 5, nahangaika. Mimi kazi nishalitaa, nishakuwa makamu makubwa kabisa. Niko nyumbani tu nimekaa. Na yale maduka, ingekuwa kama yeye keshamaliza mkataba wake, nyumba ingerudi na mimi ningekuwa ninapata pale chochote na kuwapa wenzangu walobakia. Lakini yeye kawaita kawadanganya, kwa sababu hawajui kitu, ni wadogo. Mimi ni mkubwa. Basi sina zaidi, ila ninaiomba serikali yangu inisaidie. Naam. Habari saizi bwana. Naam. Mimi naitwa Hamisi Suleiman, ni mwanahabari. Sasa kuna jambo moja nataka nikushirikishe. Kuna mzee mmoja alikuja huku kwetu huku. Mimi naitwa Mzee Zahoro, sijui unamfahamu? Unamfahamu? Utamsaidiaje? Naam. Utamsaidiaje? Not kumsaidia. Yes, kaleta malalamiko kwenye vyombo vya habari. Yeye anataka serikali iingilie kati, kwa sababu anasema alishapita kote, haki inaonekana yake, lakini haki kama inacheleweshwa, maana yake ya kuweka kwenye vyombo vya habari, maana yake anataka msaada zaidi wa uingiliwe kati mgogoro, maana yake hapo kuna kamgogoro. Kwa hiyo sisi ndio nasema kwa upande wako unahisi kwamba utamsaidia. Mimi sio kwamba nitamsaidia, not kumsaidia. Sisi wajibu wetu sio kumsaidia yeye. Sisi wajibu wetu ni habari ambayo yenye kushiba. Yenye kushiba maana yake alipokuja kwako amekuja kama nani? Yaani kwa taarifa yake na nyaraka alizokuja nazo, anasema mliingia mkataba
We- Unakuuliza anavyokuja miguu alikuja naye kwako, amekuja yeye kama nani? Kama mmiliki. Umiliki ili uwe mmiliki unatakiwa uwe na nini? Uwe na vitu vyenye uthibitisho wa kumiliki. Nini kilichokufanya sasa ukaona kwamba ni mmiliki? Naam? Nini kilichokufanya ukaona yeye ni mmiliki? Mimi sijaona kama yeye mmiliki, na ndio maana nimekupigia. Mtafute ndo msimamizi wa mirathi wa hiyo biashara. Yeye ndo anasema yeye ni miongoni mwa wasimamizi wa mirathi. Nini alichokupa? Alichoonyesha yeye kwamba umiliki wake alikuwa yeye na wenzake wanne. Wawili wa mirathi. Naam? Naam? Kuna fomu namba 1, namba 2, namba 3 inathibitisha kwamba unaongea na msimamizi wa mirathi wa hicho anacholalamikia. Amekupa? Hakunionyesha fomu hiyo ya si namba 1, namba 2, namba 3. Ana vitu vingine vingi alivyopita, akasema huko kaona kwenye haraka zile katuonyesha, siji mahakamani, umetoka huko taarifa kapeleka mpaka TAKUKURU, akapeleka akasema na wewe ukatempa, siji ukaenda kubadilisha umiliki kule ukaipeleka kwenye nani yako, si ardhi mara kwa serikali ya Tanzania au serikali ya Kenya. Ndio hiyo ya Tanzania. Ndio maana nikasema tukikutana na wewe inakuwa nzuri zaidi kupata ufafanuzi. Maana hapo unaponani ukana kwamba mimi ndio mwenye, mimi sina shauri. Sisi kazi yetu kwamba ukishapokea taarifa lazima utafute na taarifa ya upande wa pili. Yaani mimi na wewe hatugombani, na ndio maana nilifanya juhudi hizo, nikatafuta namba, nikapata namba, nikakupigia ili kusudi sasa tupate taarifa sahihi, kwa sababu wewe ndio inasemekana sasa hivi ndio mmiliki, naye anasema ni mmiliki. Tatizo ni mimi sijui mmiliki mpaka sasa hivi, na ndio maana nimekuja kwako. Ningekuwa nimejithibitishia kwamba mzee mmiliki mwenyewe au yeye mmiliki mwenyewe, wala nisingehitaji kuwa na nani kichocho, kwa sababu tuliongea naye. Ile biashara sio kwake, ni watu zaidi ya mmoja. Ndio. Kwa nini ukamwambia hao warithi wengine wa kwao wasije nao ndio maana sasa hao warithi wengine anasema wale ni wajukuu. Kama wajukuu hana haki. Yani unaja kurithi baada ya babu yako. Wao wana haki. Basi watafute kwanza alafu ndio uje kwao. Basi sawa, lakini la msingi, kwa sababu wewe ndio ungetupa ufafanuzi mzuri hapa kufanyika na ABCD, ingekuwa nzuri zaidi. Nyumba jifungu bwana waliuza wakiwa na timamu na mbele ya mahakama. Sawa? Wana hela hawa walilipwa. Tangu mwaka 2010. Na wakashiriki. Baada ya mtu mwingine kuja kudai nyumba ni ya kwao. Sawa? Tukaenda mahakamani tena na itetea nyumba. Ndugu yao alikuja kusema nyumba ni ya kwake na ana dokumenti za kila kitu. Mimi na huyo anayekuwa na usanii. Tukaenda kupambana mahakamani kumele haki karibu upande huu wa kwangu. Wakati huo tayari tushainunua. Sasa hivyo mtu anataka kusema watu ndio kama wanamtoa. Kwa hiyo ni swala ambalo liko kisheria, na ndugu yake alikuwa marehemu msimamizi wa mirathi. Na yupo alorithi kwenye mirathi. Ndugu yake mwingine. Na wakakamilisha wakasema mirathi yao. Kwa maana hiyo huyu mzee alishapata chake au kila kitu, hakuna anakudai hivi mtu ambaye ana matanzo yake binafsi. Ndio maana anakokwenda inatokea document. Kama ni mmiliki unakuja na umiliki, kama ni mzee mrathi wanapoenda wale ndugu zake wanaeleza clear and right. Wanakuta kwamba ni mtu ambaye anababaisha tu, ana matanzo yake hivi. Kwa hiyo kuhusu swala kwenda siku kwenye kwani waandishi habari ni wewe nafikiri ni wanne. Kuna wengine ambao walishakuja, washakupigia. Walishakuja nikaeleza vile tukapamba dokumenti wakasoma wakaondoka. Kuta ni mzee ni sasa naweza nikapata, unajua sikiliza, kataenda mpaka hali. Huyo mzee ni change kwa sababu huwezi kusaidia mtu concept alafu useme kwamba unaridhia umelipu na ni nyumba iuze. Hapo unaenda kulala. Ndio maana akienda mahakamani kule karibu unamwambia kitaka kitu fulani hivi sio anatazuleni. Kule kitu kimefuatwa ndio wana ndugu wako nani? Wewe kama nyumba yako watu wanataka sema zao ni kwako. Kuna watu matapeli sana na mzonga zonga wanakuja kwako wanataka na basi na kwako hapa tabia. Okay. Na mzee anakuja kwako anataka hela za ziada. Mshakula anaja. Ujinga vile. Kwa hiyo mzee mlishamalizana naye kwa lugha nyepesi.
mimi mahakamani unapelekwa mkao umelipwa mahakamani bwana. Umesikia? Ni biashara ambayo ilifanya mahakamani sasa mara kila mtu akatoka fungu lake. Kwa maana hiyo mzee alilipwa mahakamani. Yaani sikiliza, mambo ya mirathi si mahakamani. Baada ya malipo tunafunga mirathi. Kila kitu hakuna kitu chochote wanachodai mzee tu na matatizo yake. Na huko anakuambia ameenda, unapoenda mahali unaenda kwa confidence, kwa FS. Sasa ukienda anasema kama unavyosema ndugu zako shakufa, kumbe wako hai. Kwa hiyo wale mliongea nao mkataba wako hai, hawajafa. Wale tuliouziana nao walikufa wawili. Kabla hao walikuwa 8. Wale walikuwa wameshatangulia lakini watoto wake walikuwa. Lakini huyo mzee na ndugu zake watatu ndio walifanya biashara mauzo na dokumenti zipo. Ndio. Kwa hiyo kingi mwambie akuunganishe na ndugu zake watakupa kweli, alafu ndio uje kwangu na hiyo nataka shilingi sawa. Basi ngoja tufuatilie huko.